Leo kwenye issue nzima ya entertainment tunakumbuka moja kati ya movie ambayo tarehe na mwezi kama wa leo kitakili pale cha mwaka 2001 iliweza kuwa released. Hii inaitwa Rush Hour 2. Ikiwa hii ni mwendelezo wa ile Rush Hour ambayo ilitoka mwaka 1998. Humu ndani washikaji ambao walihusika kuwa kama main character unakutana na legend katika huu upande wa movies. Hapa namzungumzia Jackie Chan, lakini bila kumsahau Chris, moja kati ya best friend wa the late Michael Jackson, ambapo Jackie Chan anasimama kama Inspector Lee katika movie hii, lakini kutokea kitaa kile pale cha Hong Kong China. Pia Chris Tucker anasimama kama Detective James Carter kutokea LPD. Katika filamu hii wanajikuta wakichunguza mtandao wa uhalifu unaohusishwa na kundi la Triad baada ya mlipuko katika ubalozi wa Marekani mjini Hong Kong kuibua tuhuma za biashara haramu za pesa bandia. Safari yao inawapeleka kutoka Hong Kong hadi Las Vegas nchini Marekani, ambapo wanakabiliana na wahalifu huku wakichanganya mapigano makali, ucheshi na utamaduni tofauti. So kama ni moja kati ya filamu ambayo haujapata time kuweza kuicheke, embu nenda kaicheke. Mafanikio filamu hii, Rush Hour 2 ilishinda tuzo ya MTV Movies Awards for the best fight, ambayo hii ilisababishwa na kipaji cha mapambano aliyokuwepo nacho the legend Jackie Chan pamoja na Chris Tucker. Ilikuwa ni moja kati ya filamu kubwa zaidi ya mapigano kwa mwaka 2001 na ilifanikiwa kuwa moja kati ya filamu ya martial arts iliyopata mafanikio makubwa zaidi kwa mwaka 2001. Pia filamu hii sababu ya kuweza kukubalika katika soko la filamu ni kuhusiana na chemistry iliyokuwa imepatikana kati ya Jackie Chan ambaye alikuwa anawakilisha taifa la China pamoja na Chris Tucker kutokea taifa la Marekani. Movie hii iliweza kuingiza mapato ya dola za Kimarekani milioni 90 ambazo ukizileta kwa pesa za kibongobongo ni zaidi ya bilioni 230. Fakti za kushangaza kuhusu hii movie, moja, unaambiwa Jackie Chan hakupenda kuweza kutumia waigizaji wa stunt. Unapozungumzia kuhusiana na stunt ni kwamba mwigizaji katika sini ambayo anaona ni ngumu, ambayo inaweza kumsababishia majeraha au hata kumpa hatari ya kifo, basi hutafuta waigizaji mbadala ambao wanafanana na yeye, huwalipa kwa ajili ya kuweza kuigiza sini hiyo hatari. Lakini unaambiwa Jackie Chan katika sini zote za hatari ambazo ulikuwa unaziona katika movie hii hakuhitaji kuweza kutumia waigizaji wa stunt. So kama ni moja kati ya mtu ambaye unapenda kuhusianisha nzima ya movies, nenda kafuatilie hii hapa. Kama haujaicheki nenda kaicheki. Pia hii movie ilishai kutoka mwendelezo wake. Ukiachana na mwendelezo huu ambao ulitoka mwaka 2001, Rush Hour 3 ilitoka mwaka 2007. So katika issue ya wale washikaji ambao wameweza kumess up kuweza kuicheki hii hapa movie ya Rush Hour, naomba uende ukazicheki. Ya kwanza ilitoka mwaka 1998, ya pili ikatoka mwaka 2001, ya tatu ikatoka mwaka 2007. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.